kwa sababu wakala aliopo wa uchimbaji maji na visima ni wakala mmoja ambaye anachimba nchi nzima, na katika mkoa wetu wa Dodoma, Mheshimiwa Mwenyekiti, tulianza na wilaya ya Kongwa na wanahamia sasa Dodoma mjini, na mkurugenzi mkuu mpya amenihakikishia kwamba wanaisubiri mashine kutoka, ambapo tutakwenda kukamilisha maeneo 13 yaliyobaki. Hivi ni visima ambavyo nilikwenda wizarani, na tutachimba visima katika maeneo 13. Kata ya Mpunguzi tumeshachimba visima 2 hivi sasa, imebaki kuweka, lakini maeneo ambayo yanafuata ni kata ya Ombolo Makulu katika eneo la Mayetu na maeneo mengine ambayo katika orodha ile tuliainisha kama maeneo ambayo ni ya kupatiwa visima kupitia mradi huu wa visima 13. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaamini kabisa kwamba kupitia programu hizi za maji na za mwaka huu pia na jiji wametenga fedha, tutatatua changamoto hizi ili tukienda kwenye uchaguzi tusiwe na maswali mengi zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye kata ya Ihumwa changamoto ilikuwa ni kubwa. Hivi sasa DUWASA wamekamilisha kutengeneza mfumo wa usambazaji maji katika kata ile, na wananchi wameanza kupata huduma hiyo. Tuna changamoto ya uchakavu wa mabomba, na ndugu zetu wa DUWASA wanaendelea kuangalia namna ambavyo watapata fedha kwenye mwaka huu wa bajeti ili kurekebisha mabomba haya yawe makubwa, wananchi wapate maji kwa urahisi. Mheshimiwa Mwenyekiti, utakumbuka katika halmashauri kuu na kikao chako kilinihoji kuhusu ahadi ya maji katika kata ya Ng'ong'ona. Mheshimiwa Mwenyekiti, diwani wa kata ya Ng'ong'ona alikuja ofisini kwako na alikwambia kwamba kama maji hayatatoka hafikirii tena kuendelea kuwa kiongozi katika eneo lile, kwa sababu ndio imekuwa changamoto kubwa na ni kero kubwa. Mwaka 2015 wakati wa kura, Mheshimiwa Mwenyekiti, tulishindwa kwenda kuomba kura Ng'ong'ona kwa sababu ya kero hiyo. Wananchi walikuwa wakali sana, ili tulazimu aende kwanza Mzee Malechela, kwa sababu wananchi walikuwa wanalalamika maji yako UDOM, wako Ng'ong'ona hawapati maji, na ilikuwa ni kero kubwa sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kushinda ubunge tulikwenda kutafuta fedha GIZ, shirika la misaada la Ujerumani. Mheshimiwa Mwenyekiti, mchakato ulikuwa mrefu sana, ilichukua zaidi ya mwaka 1.5, na ilinilazimu kutumia nguvu ya ziada ya kumtafuta balozi wa Tanzania Ujerumani ambaye alikuwa naibu waziri mwenzangu ofisi ya waziri mkuu Dr. Abdallah Pors atusaidie kwenda makao makuu ya shirika kuomba kusukuma kwa haraka mradi huu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninavyozungumza hivi sasa fedha zote zaidi ya shilingi milioni 292 zimeshaingizwa kwenye account, na Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa ninavyozungumza mkandarasi Majani Contractors ameshachimba mfereji kutoka UDOM, ameshasambaza mabomba. Mungu akipenda wiki ijayo kwa mara ya kwanza katika historia ya Ng'ong'ona na kwenda kufungua maji Ng'ong'ona. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi viongozi tuliopewa dhamana, heshima yetu sio kupendeza na mashati ya kijani. Heshima yetu sio kujua kuimba sana. Heshima yetu ni kutatua kero, changamoto na matatizo ya wananchi wetu. Hiyo ndio heshima ya chama cha. Hata tupendeze vipi, hata tuimbe, wananchi wetu wanashinda, hatujatimiza wajibu. Pia kabisa ndugu zangu, naomba ubunge kuwatumikia, na katika kuwatumikia wa watu sana, na mtu kuyanyambua maneno yake kutumwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niliomba nafasi hii kwa ajili ya changamoto na matatizo ya wananchi wa mjini. Hayo ndio niliomba nafasi ya ubunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, nao furaha kusema kwamba moyo wangu na amani sana katika miaka yangu 3 ya uongozi katika nafasi ya ubunge. Kama mwanadamu nimejitahidi sana kutimiza wajibu wangu kama kiongozi, mengine yanabaki mapungufu ya binadamu. Ni kama kiongozi ambaye mlinipa dhamana, jitahidi sana kuyasimamia hayo
kwa kushirikiana na wenzangu, viongozi wote kuanzia ngazi ya chini, na ushirikiano mkubwa sana ambao mnanipa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili tuweze kwenda vizuri na ili turudishe heshima ambayo tumepewa na Chama cha Mapinduzi na rais wetu mpendwa, utatuzi wa kero na changamoto ambazo zinawakabili wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, hivi sasa najisikia faraja sana, wananchi wamerudisha imani kwenye ofisi za chama. Kama umkuti kwa mkuu wa wilaya, kama umkuti katika ofisi ya mbunge, unamkuta katika ofisi ya mwenyekiti, ofisi ya katibu, wanapeleka matatizo yao, na hiki ndio Chama cha Mapinduzi. Niombe viongozi wenzangu kuanzia ngazi ya chini ya kata tuyafanye haya, ili na sisi kule tujaribu kupunguza changamoto ambazo zinawakabili wananchi wetu. Tukitatua changamoto za wananchi wetu, hamhitaji kutumia nguvu kwenye uchaguzi. Wanasema tone moja la asali linavutia nzi wengi sana kuliko dumu la pombe. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kumalizia hotuba yangu, ili niruhusu Mheshimiwa Mwenyekiti utolee hotuba. Kwa kumalizia hotuba yangu, Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 2017 katika mkutano mkuu ambao ulikuchagua wewe kwa mwenyekiti, nilitoa ahadi ya kuhakikisha kwamba kila kata katika jimbo langu la Dodoma mjini wanapata visemeo ambavyo vitawasaidia kufanya mikutano yao ya ndani na mikutano ya nje ile midogo, kwa ajili ya kutatua changamoto kubwa ambayo imekuwa kwamba tukienda katika kata zetu nyingi imekuwa ni gharama kubwa kwa kata hizi kukodi vifaa, na kata hizi hazina mapato. Kwa hiyo ilikuwa ni katibu kata aingie mfukoni, diwani aingie mfukoni, mwenyekiti wa kata aingie mfukoni. Kwa hiyo mwisho wa siku mtu anaweza akaombea msiende kwenye mkutano kwake kwa sababu anajua hana namna kuwezesha mkutano huo. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kuiona changamoto hii nilitoa ahadi mwaka 2017, na ndugu zangu, hivi vifaa nimekuwa nikinunua kidogo kidogo na vikusanya. Kifaa kimoja hichi kinagharimu shilingi 350,000 na nimevinunua viko 45. Kila kata itapata kifaa kimoja, lakini vile vile na jumuiya ya vijana, wazazi na UWT na wenyewe katika ngazi ya wilaya watapata kifaa hichi kwa ajili ya kufanya shughuli zao. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka katika uchaguzi wa serikali za mitaa Dodoma mjini tufanye kampeni ya kisayansi ambayo haijawahi kutokea sehemu nyingine yoyote. Tutafanya kampeni ya kisayansi ambayo itaturahisishia sana sisi kupata ushindi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ngazi ya wilaya ninatengeneza gari, lipo hivi sasa Arusha, ambalo linafungwa spika kubwa ambayo ni gari maalumu lenye uwezo wa ukisimama uwanja wa barafu basi hata watu waliopo Chakoni Chako watakusikia. Mheshimiwa Mwenyekiti, hili ndio gari ambalo nitazunguka nalo mimi kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Nitakwenda kata zote na hii itakuwa ni sehemu yenu ya maandalizi ya mwakani. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka Dodoma mjini iende tofauti. Mwenyekiti, wewe ni kijana mjanja, katibu kijana mjanja, mbunge kijana mjanja. Tutafanya kampeni tofauti kidogo mwaka huu, na ninataka kila mmoja kiongozi wa chama, kila mmoja mwanachama afurahie na aone kwamba hivi sasa basi safu imekamilika. Ndugu zangu, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kumalizia katika eneo la mwisho kwenye maandalizi ya uchaguzi wa serikali za mitaa, Mheshimiwa Mwenyekiti, kila kata kwenye kuwafanya wafanye kampeni yao kirahisi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kila kata katika kutunisha mfuko wao nitatoa shilingi 500,000 ambayo jumla itakuwa ni milioni 20. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitatoa shilingi milioni 20 na 500,000 kwa kata zote za Dodoma mjini katika uongozi wa chama, ili mkianza kampeni wakati huo msiwe tena mna shida. Kifaa mtakuwa nacho na hela nyingine mtakuwa nayo kwa ajili ya maandalizi madogo madogo.
Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema haya, nawashukuruni sana, asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki sana.